Kwingineko ni huko nchini Afghanistan ambapo serikali ya Taliban imesema italipa kisasi wakati wa mashambulizi yaliyofanywa na Pakistan. Serikali ya Taliban huko Afghanistan imeapa kutoa jawabu sahihi kwa wakati baada ya mashambulizi ya angani ya Pakistan usiku kucha yaliyowaua watu 10 katika mikoa ya mashariki. Afghanistan kupitia serikali yao ya kundi la Taliban imedai kwamba usiku kucha kumekuwa na mashambulizi makubwa yaliyokuwa yakifanywa na Pakistan. Katika taarifa, msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amelani mashambulizi hayo akisema kuilinda anga ya Afghanistan na mipaka yake ni haki yao. Mashambulizi hayo yalifanywa na ndege za kivita za Pakistan, yaliyalenga maeneo walikojificha wanamgambo wa Kiislamu ambayo Islamabad iliwalaumu kwa mashambulizi mawili ya kujitoa mhanga, ikiwemo moja lililofanywa katika mji mkuu wiki iliyopita. Mashambulizi huko Pakistan yanaweka mashakani makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi hizo jirani ambayo yalisimamiwa na Qatar na Uturuki mwezi uliopita. Pakistan na Afghanistan ni mataifa ambayo ni ya Kiislamu, lakini yameingia katika migogoro kutokana na uwepo wa makundi ya kijihadi ambayo kwa mujibu wa Pakistan inadai kwamba ni makundi ambayo yanalindwa zaidi na kundi la Taliban huko nchini Afghanistan. Mashambulizi ya Pakistan dhidi ya nchi jirani Afghanistan yanadaiwa kwamba yamesababisha vifo vya takribani watu 10, na kwa mujibu wa msemaji wa Taliban alisema siku ya leo Jumanne, siku moja baada ya shambulio la kujitoa muhanga katika kambi ya usalama katika mji wa Peshawar nchini Pakistan. Anasema vikosi vya wavamizi wa Pakistan vilishambulia kwa mabomu nyumba ya mkazi wa kiraia, kwa hiyo watoto 9 wavulana 5 na wasichana 4 na mwanamke mmoja waliuawa katika jimbo la Khosti, msemaji alisema. Zabihullah Mujahid alichapisha kupitia ukurasa wa X akisema mashambulizi ya anga yalilenga maeneo ya mpakani ya Kunar na Paktika, yaliwajeruhi raia wengine 4. Maafisa wa serikali ya Pakistan na wanajeshi hawajazungumzia lolote kuhusu uvamizi huo. Hakuna kundi lililodai kuhusika, lakini shirika la utangazaji la PTV limeripoti kuwa washambuliaji walikuwa raia wa Afghanistan na Rais Asif Zardari alilaumu kundi la Fitna al-Khawarij linaloungwa mkono na wageni huko Islamabad na wanamgambo wa Tehrik Taliban TTP inawatuhumu kufanya kazi kutoka ardhi ya Afghanistan, na ndicho kilichosababisha kufanyika kwa mashambulizi hayo, na mpango ilikuwa ni kuyalenga makundi hayo. Lakini Afghanistan imesema lazima walipe kisasi kutokana na mashambulizi hayo yaliyoua raia wao karibia 10. Mlipuko mwingine wa kujitoa mhanga katika mji mkuu wa Pakistan Islamabad mwezi huu umeua karibia watu 12 na ulidaiwa ni wa kundi la Taliban la Pakistan ambalo lina itikadi sawa na Taliban wa Afghanistan. Islamabad ililaumu kundi la wanamgambo ambalo liliongozwa kwa kila hatua na kamandi kuu iliyoko Afghanistan kwa shambulizi la mji mkuu. Uhusiano kati ya Pakistan na Afghanistan umekuwa mbaya tangu Taliban iliporejea madarakani mwaka 2021 na kuwa mbaya zaidi baada ya mapigano mabaya ya mpaka mwezi Oktoba ambayo ilisababisha vifo vya takribani watu 70 kutoka katika pande zote mbili. Mapigano hayo yalimalizika kwa usitishaji mapigano uliosimamiwa na Qatar na Uturuki, lakini mazungumzo huko Istanbul yalishindwa kuleta makubaliano ya kudumu, huku masuala ya usalama hasa matakwa ya Pakistan kwamba Kabul iwadhibiti wapiganaji wa TTP ikithibitisha msimamo thabiti. Islamabad inawashukuru Taliban kwa kuwalinda wanamgambo baada ya kuongezeka kwa mashambulizi, ikiwa ni pamoja na TTP ambayo imekuwa ikiendesha kampeni ya umwagaji damu dhidi ya Pakistan kwa miaka mingi. Kabul inakanusha shtaka hilo na inakanusha kuwa Pakistan inashikilia makundi yanayochukia Afghanistan na haiheshimu mamlaka yake. Wakati huo chama cha pamoja cha biashara na viwanda cha Pakistan na Afghanistan kilionya wiki hii kwamba maelfu ya makombora yanabakia kukwama mpakani, kila moja likitozwa dola 150 hadi dola 200 kwa malipo ya kila siku, likiita mzigo wa kiuchumi kutobebeka. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.